uwe nafasi yako ya mirija kuziba ni kubwa sana kama upo kati ya wanawake ambao tenda kuelezea hapa, kwa sababu nimekutana na wanawake wengi sana ambao tayari mirija ilishaziba muda mrefu na wengine walikuwa hawajijui kwa sababu hakuwa na dalili ya aina yoyote. Kama wewe ni mwanamke ambao huwa unapitia hali ya maumivu makali sana hasa ukiwa hedhi na inaambatana na hali ya ile hedhi kuja ya mabonge, kuna uwezekano mkubwa ukajikuta unapitwa na hii changamoto ya mirija kuziba. Lakini pia umekaa na tatizo la infection ya muda mrefu, either ni ya PID, ya magonjwa ya zinaa, ilikaa kwa muda mrefu, kuna uwezekano ikapitia hizi hali. Ulishawahi kuharibu ujauzito tena kwa njia ambayo sio salama, kuna uwezekano mkubwa kabisa ukajikuta nao unaangukia kwenye hali. Ulijifungua kwa njia ya upasuaji au huenda ulifanywa upasuaji mwingine wa kwenye njia ya eneo la kizazi, kuna uwezekano ikapelekea hii hali, kwa sababu huwa kunatokea hali ya inflammations au infection ambazo zikajitokeza. Unapitia tatizo la endometriosis, kuna uwezekano mkubwa kabisa ikawa inapelekea hii hali ya mirija kuziba. Lakini pia huwa ni mtu ambaye shaka na changamoto za vimbe maji au ovarian cysts kwa muda mrefu, kuna uwezekano ikapelekea hii hali. Kama una historia ya kupata ile ectopic pregnancy au mimba nje ya mji wa mimba, kuna uwezekano mkubwa kabisa ukajikuta nao unaangukia kwenye hii hali. Kwa hiyo kama upo kwenye uhitaji wa mtoto, ni vyema ukafanya vipimo vya mirija kama una historia ya kuwa na mambo kati ya niliyoweza kuyataja, ili kuweza kujua kwamba changamoto ni mirija imeziba, na kama imeziba huwa kuna utaratibu tu mzuri wa kwanza kuondokana na changamoto hii moja kwa moja. Na ndio maana napenda kusema kwamba nipo naye katika safari ya kuitwa mama. By the way, kuna wanawake ambao wameshasaidika.